Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya redio China ya kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia hii leo. Akili bandia au akili mnemba yabadilisha sekta za jadi, ikikuza mfano mpya wa ushirikiano kati ya binadamu na mashine. Mto Yangtze waendelea kuongoza duniani kwa usafirishaji wa mizigo kwa njia ya maji ya ndani. China kupanua ufunguzi wa taasisi na kurahisisha huduma za fedha za kigeni mwaka 2026. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwesh. Akili bandia au AI tayari inabadilisha kwa kiasi kikubwa mandhari ya viwanda nchini China, ikivuka hatua ya kuwa neno la kuvutia tu na kuwa nguvu halisi inayochochea mabadiliko ya kazi na uzalishaji. Katika sekta mbalimbali, kuanzia uzalishaji wa viwandani hadi nishati, AI inachukua majukumu magumu, kuboresha michakato na kuunda mienendo mipya kati ya wafanyakazi na wa binadamu na mifumo mahiri. Huko Wuhu, mkoani Anhui, mashariki mwa China, sekta ya saruji inatoa taswira wazi ya mabadiliko haya. Fundi mkongwe Pei Jun hapo awali alikabiliwa na ugumu mkubwa wa sehemu muhimu ya uzalishaji wa saruji, uchomaji wa klinka ya saruji. Mchakato huu unahitaji ufuatiliaji wa wakati halisi wa mamia ya vigezo chini ya viwango vinavyozidi kuwa kali vya mazingira na ufanisi. Mzigo wa kiakili na kimwili ulikuwa mkubwa. Sasa mifumo ya AI inashughulikia uchambuzi huu wa data usiochoka na marekebisho ya vigezo baada ya kujifunza maarifa ya kina kutoka kwa wataalamu kama Pei. Hata hivyo, badala ya kuchukua nafasi, mabadiliko haya yameelekeza upya jukumu lake. Sasa anashirikiana na wahandisi kufundisha algorithi na kusaidia kuongoza mkakati mpana wa kampuni yake wa ujumuishaji wa AI. When we were operators, we might have only focused on internal operations or optimizing energy consumption data for a single shift. However, with the advancement of its own capabilities and applications, particularly in terms of generalization and scenario-based deployment, AI now covers a much broader scope and addresses a wider array of scenarios. To describe the role AI plays now, I think the term partner is appropriate. It is certainly more efficient than a single individual. Mageuzi haya kuelekea ushirikiano yanaendana na sera za kitaifa. Mwaka jana, mwongozo wa Baraza la Taifa wa hatua ya AI Plus ulitoa wito wa mifumo bora zaidi ya kazi, ukisisitiza jukumu la AI katika kuunda ajira mpya na kuwawezesha wafanyakazi waliopo, huku ukichunguza mifumo mipya ya kazi ya pamoja kati ya binadamu na mashine. Wataalamu wanasisitiza kuwa mustakabali upo katika kukamilishana kwa nguvu. Mashine zina ubora katika kuchakata data kwa kiwango kikubwa na kutambua mifumo, ilhali binadamu huleta ubunifu usioweza kubadilishwa, uamuzi makini na akili ya kihisia. Mamlaka ya usimamizi wa fedha za kigeni ya China, SEF, imetangaza kuwa itapanua zaidi ufunguzi wa ngazi ya juu kwa taasisi na kuimarisha mageuzi ya kurahisisha huduma katika sekta ya fedha za kigeni mwaka huu. Tangazo hilo limetolewa wakati wa mkutano wa kazi wa kila mwaka wa mamlaka hiyo uliofanyika Jumatatu na Jumanne. Simi Wanjala anaarifu zaidi. Mwaka 2026 SEF itachukua hatua zaidi za kurahisisha taratibu za fedha za kigeni zinazohusiana na biashara, kupanua kwa mpangilio programu za majaribio ya ufunguzi wa juu katika biashara ya mipakani na kuongeza matumizi ya majukwaa ya huduma za kifedha za mipakani. Pia itaimarisha msaada kwa aina mpya za kibiashara, ikiwemo biashara ya mtandaoni ya mipakani, yani cross border e-commerce. Aidha, mamlaka hiyo itasaidia taasisi za kifedha kubuni bidhaa rafiki za kujikinga dhidi ya hatari za mabadiliko ya fedha na kuboresha viwango vya huduma za miundombinu ya soko la fedha za kigeni. SEF pia itatekeleza sera zinazohusu mikopo ya nje na usimamizi wa mikopo ya ndani kwa fedha za kigeni, pamoja na kusambaza kitaifa sera yake ya usimamizi wa pamoja wa fedha za mipakani kwa makampuni ya kimataifa kwa kutumia sarafu ya ndani na sarafu za kigeni. Hatimaye, jitihada zitaendelea kuimarisha usimamizi wa fedha za kigeni ili uweze kuendana na kiwango cha juu zaidi cha ufunguzi wa uchumi, kulingana na taarifa ya mkutano huo. Mto Yangtze
umeendelea kushikilia nafasi yake kama njia ya maji ya ndani yenye shughuli nyingi zaidi duniani kwa kiwango cha shehena inayosafirishwa. Haya ni kwa mujibu wa afisa mkuu wa serikali ya China. Tom Wanjala na maelezo zaidi. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari ulioandaliwa na ofisi ya habari ya baraza la serikali, naibu mkuu wa tume ya kitaifa ya maendeleo na mageuzi NDRC Wang Changlin anasema kuwa kiwango cha shehena kinachosafirishwa kila mwaka kupitia bandari zilizo kando ya mkondo mkuu wa mto Yangtze kimeongezeka kwa 71% katika kipindi cha miaka 10 iliyopita na kufikia tani bilioni 4.2. Jumla ya urefu wa njia za maji za kiwango cha juu katika mfumo wa mto Yangtze umeongezeka kutoka kilomita 8,000 hadi kilomita 11,000. China ilizindua mpango wa ukanda wa kiuchumi wa mto Yangtze mapema mwaka wa 2016 ukiwa na lengo la kubadilisha ukanda huo kuwa ukanda wa dhahabu wa uchumi wenye mazingira bora zaidi, mitandao ya usafiri iliyo laini na yenye ufanisi, uchumi ulioratibiwa vyema, soko lililounganishwa kwa kiwango kikubwa na mifumo thabiti ya kisayansi na teknolojia. Mto Yangtze ndio mto mrefu zaidi nchini China, ukiwa na urefu wa zaidi ya kilomita 6,300. Unapitia mikoa 11 ya ngazi ya mkoa kabla ya kumwaga maji yake katika bahari ya China Mashariki. Wakati huo, China imepiga hatua kubwa katika kulinda mazingira ya mto Yangtze kwa kuimarisha uhifadhi wa samaki adimu aina ya sturgeon wanaojulikana kama panda wa majini. Kupitia mpango wa ukanda wa kiuchumi wa mto Yangtze ulioanzishwa mwaka 2016, serikali imeongeza juhudi za kisayansi na kisheria ili kuzuia kutoweka kwa spishi hii muhimu na kulinda bioanuai ya majini. Ronald Mutie anaripoti. Tangu mwaka 2016, serikali ilizindua mpango mkubwa wa ukanda wa kiuchumi wa mto Yangtze, eneo linalojumuisha majimbo na manispaa 11 kando ya mto huo. Sturgeon wa China ni samaki wanaohama kati ya bahari na maji ya bara, yani anadromas, na wanatumia sehemu kubwa ya maisha yao baharini na kurejea kuzaliana katika mto Yangtze wenye urefu wa kilomita 6,300 ambao ni mto mrefu zaidi nchini China. Samaki huyu anajulikana kama panda wa majini na ndiye kiumbe maarufu zaidi wa maisha ya majini katika mto Yangtze. China ilizindua mpango wa ukanda wa kiuchumi wa mto Yangtze mapema mwaka 2016 kwa lengo la kubadilisha ukanda huo kuwa eneo lenye uchumi imara, ekolojia nzuri zaidi, mtandao bora wa usafiri, uchumi ulioratibiwa vyema, soko lililounganishwa zaidi na mfumo bora wa kisayansi. Katika kutekeleza mpango huo wa kulinda mfumo wa ekolojia wa kipekee wa mto huo, China imeongezea juhudi za uhifadhi na usimamizi wa samaki aina ya sturgeon kwa kupiga marufuku wale wanaovua samaki huyo kwa njia haramu, kuanzisha maeneo ya kuzaliana, kutekeleza programu za uzalishaji wa samaki kwa njia ya kisayansi na kuandaa shughuli za kuachilia samaki wachanga waliokuzwa kwenye mabwawa kurudi majini. Mnamo Juni mwaka 2020, Shanghai, mji mkubwa wa kiukanda wa kiuchumi wa mto Yangtze, ulianza rasmi kutekeleza kanuni maalum ya uhifadhi wa usimamizi wa sturgeon ambazo zilikuwa sheria za kwanza za aina yake nchini China zilizolenga spishi moja mahususi. Katika shamba la baharini lililopo kwenye mdomo wa mto Yangtze, mwishoni mwa Disemba mwaka jana, watafiti kutoka kituo cha Shanghai cha uhifadhi wa utafiti wa wanyamapori na majini walirekodi uwepo wa spishi kadhaa zilizoko chini ya ulinzi wa kitaifa wa daraja la kwanza na la pili, zikiwemo sturgeon, pombo asiye na pezi na samaki aina ya saka. Kwa mujibu wa takwimu rasmi, juhudi hizi za kisayansi za kurejesha samaki zilishuhudia zaidi ya samaki 970 wa sturgeon wakiachiliwa katika mto Yangtze mwaka 2025. In 2025, we have monitored a total of 25 Chinese sturgeons in the waters of the Yangtze River estuary, which is a relative high number compared with previous years. They were all released from the upper reaches of the Yangtze. Mradi wa kina zaidi wa uzalishaji wa umeme kwa kutumia upepo baharini mwa China uliopo katika mkoa wa Shandong mashariki mwa nchi hiyo umeanza rasmi kufanya kazi. Hatua hii inaashiria mafanikio makubwa katika uzalishaji wa kibiashara wa umeme wa upepo katika maeneo ya bahari yenye kina kirefu. Simi Wanjala
anakamilisha taarifa hiyo. Mradi huu unasimamiwa na kampuni ya serikali ya China Huaneng Group na una uwezo wa jumla ya kuzalisha megawati 504 za umeme. Mradi huu hali kadhalika unajumuisha mitambo 42 ya upepo, kila mmoja ukiwa na uwezo wa megawati 12. Mradi huu uko takriban kilomita 70 kutoka ufukweni katika kina cha maji cha kati ya mita 52 hadi 56, na kwa sasa ndio mradi wa kibiashara wa upepo baharini ulio katika kina kirefu zaidi kuwahi kujengwa nchini China. Mradi huu umetumia teknolojia ya kisasa ya msingi wa 4-pile jacket unaofika urefu wa juu wa mita 83, ikiwa ndio mrefu zaidi wa aina yake nchini China. Muundo huu unahakikisha usalama wa udhabiti wa mitambo ya upepo hata katika mazingira magumu ya kijiolojia ya bahari ya kina kirefu. Taarifa hii inaonyesha hatua kubwa ya China katika kuendeleza nishati safi na ya uhakika pamoja na kuimarisha uwezo wake wa kiteknolojia katika sekta ya nishati mbadala. Maua ya yungiyungi yenye rangi nzuri yaliyochanua katika mabwawa ya kaunti ya Guangchang mkoani Jiangxi mashariki mwa China yamevutia wageni wengi na kuibua fursa mpya za kiuchumi kwa wakazi wa eneo hilo. Zakia Pong ana maelezo zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Maua ya yungiyungi yenye rangi nzuri yaliyochanua hivi karibuni katika mabwawa makubwa kwenye kaunti ya Guangchang mkoani Jiangxi mashariki mwa China yameleta mandhari ya kuvutia na kupendwa sana na wageni, huku kilimo cha yungiyungi kiliibuka kama biashara nzuri kwa wenyeji wa huko. Ikiwa na ukubwa wa hekari 7,300, mashamba ya yungiyungi huko Guangchang yanaonekana katika milima na kuleta mandhari ya uzuri wa kipekee wenye maua yaliyochanua ya rangi ya pinki na nyeupe yakipepea juu ya majani ya rangi ya zumaridi. Katika miaka ya karibuni, mamlaka za huko zimekifanya kilimo cha yungiyungi kuwa biashara yenye manufaa sana kwa kutumia rasilimali za asili za huko, kuboresha sekta ya yungiyungi kutoka mchakato wa bidhaa moja na kuwa uchumi nyumbufu ambao kwa sasa unajumuisha utalii wa kutazama maua, mavuno ya mtunda ya yungiyungi na maendeleo ya kuongeza thamani ya bidhaa za ua hilo. Kwa mujibu wa Li Fengshu, mwanakijiji wa huko, zamani mauzo ya mbegu kavu za yungiyungi yaliweza kuingiza karibu yuan 60,000 kwa ekari moja. Sasa mauzo ya yungiyungi mbichi yanaingiza karibu yuan 90,000 kwa ekari. Kilimo ya yungiyungi inawasaidia wanakijiji kuokoa muda na kuwawezesha kuongeza kipato kupitia kufanya kazi nyingine. Hivi sasa, eneo la shamba la yungiyungi nyeupe katika kaunti ya Guangchang imefikia ekari 7,330 mwaka 2024. Thamani ya pato la jumla la kina lililotokana na sekta ya kilimo cha yungiyungi ilizidi yuan bilioni 4.3 na kuifanya kuwa sekta halisi inayoshamiri katika jamii hiyo. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. 第8课
我去商店。 Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaoongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Leo tutajifunza jinsi ya kuandika herufi za Kichina. Tafadhali andaa karatasi na kalamu yako. Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kulingana na pinyin, kisha fuatana na mwalimu kuandika. Zai. Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 谢 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 去 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 们 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Tafadhali jibu sahihi kuendana na swali. 你姐姐在家吗？ Ipi ni sahihi? 第二个，我姐姐在家。你去哪儿？第一个，我去商店。你去学校吗？第一个，不去，我们在家。他的眼睛大不大？第二个，他的眼睛很小。这是谁的狗？第一个，这是我的狗。Kazi ya kufanya nyumbani ya leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. 再见。 Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Nimekuwa kwa Khamis Darwish. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.